Inua imani yako, tuingie kwenye maombi ya kumwomba Mungu kibali. Sio kila ugumu unaokutana nao ni jambo la kawaida. Wakati mwingine ni nguvu ya kiroho imezuia kibali chako. Wakati mwingine ni nguvu za giza zimekamata kibali chako. Kibali ni kupokea wepesi. Kibali ni hali ya kufanyikiwa kwa njia wepesi. Unakutana na vikwazo na ugumu kwenye mambo yako fulani. Unahitaji kibali. Unahitaji kibali kwenye kila jambo lako. Iwe ni kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye afya na elimu. Unahitaji kibali. Na hata mambo mengineyo ambayo unatamani Mungu akufanyikishe, unahitaji kibali cha kufanyikiwa kwenye mambo hayo. Kabla sijaomba na wewe, hapo hapo ulipo, maombi muhimu ya kibali na habari njema ya kusema na wewe. Tarehe 13 hadi tarehe 15 ya mwezi wa pili 2025, huduma ya maombi ni dawa, yani kanisa la Rehoboth maombi ni dawa, tumekuandalia semina kubwa ya maombi kwa vijana. Semina kubwa ya maombi kwa vijana. Maombi ya ufungulivu wa hatima. Maombi ya kuondoa kucheleweshwa. Maombi ya kuondoa vizuizi kwenye hatima yako, kwenye mambo yako. Maombi ya uponyaji. Maombi ya kupata ndoa. Maombi ya kufunguliwa uzao. Maombi ya kupata kazi. Haya ni maombi ambayo ni makubwa, ni maombi muhimu sana ambayo inatakiwa uweze kuyapata. Semina hiyo tutafundisha jinsi ya kufikia hatima yako. Kuna watu ambao mmekuwa kwenye mapito makali kwenye mahusiano. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa kwenye kipindi kigumu cha mahusiano. Kila nikipata mahusiano hayafikii ndoa. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, sionekani. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa naota mandoto mabaya, majini mahaba amenikamata. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa kwenye ndoa lakini sipati mtoto. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa nikitafuta kazi sipati. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa napitia kipindi kigumu cha kukataliwa. Mungu unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa kwenye ndoa lakini uchumi umepotea. Semina hii ni muhimu sana kwako. Tutapata muda wa kujifunza neno la Mungu kwa kina. Tutapata muda wa kuomba na kuombeana kwa kina, na nitatoa nafasi nzuri ya deliverance. Kila utakayefika kwenye semina hiyo, nina hakika Mungu wa mbinguni atakuhudumia. Umefungwa na roho za magonjwa, umefungwa na roho za kukataliwa, umefungwa na roho za mauti, roho za kutumaini waganga. Uchumi wako unapata pesa, hakuna cha maana unachokifanyia. Semina hii ni kwa ajili yako. Semina hii ni kwa ajili yako. Siku 3 tu, na kusihi kwa jina la Yesu, siku 3 mpe Mungu. Chukua hatua ya imani, njoo kwenye semina. Unasema, mtumishi wa Mungu, ni wapi? Ni Dar es Salaam, Mbezi, Maramba, Mawili, Mwisho. Kanisa letu linaitwa Rehobothi maombi ni dawa. Ukifika tu Maramba Mwisho, utaona bango letu kubwa la kanisa na bango kubwa la semina. Ukimuuliza bodaboda yoyote, naomba nielekeze kwenye semina, au bajaji, au mtu yoyote, kwa mwombezi Pastor Godwin Ndela ni wapi, au kanisa la maombi ni dawa liko wapi, utaletwa mpaka kanisani. Muda ni kuanzia saa 9 za mchana hadi saa 12 jioni. Njoo umuone Mungu. Njoo umuone Mungu. Nasema, mtumishi wa Mungu, unanibariki, ninafurahi unavyonihudumia, maombi yako yamenivusha. Njoo, nimekuandalia package special ya ufungulivu. Nimekuandalia package special ya kuweza kukuelekeza na kukuvusha kwenye jambo hilo. Mungu amenipa mzigo mkubwa, kwa sababu kuna watu wengi wanateseka kwenye eneo la mahusiano. Watu wengi wamekuwa kipitia mahusiano ambazo zimekuwa tasa, mahusiano ambazo zimekuwa sugu, mahusiano ambazo zimekuwa zieleweki. Umekuwa ukipata tu waume za watu. Umekuwa ni mtu ambaye unaidiwa ahadi hazitimii. Umekuwa ni mtu ambaye unapitia mandoto mabaya, mandoto ya majini mahaba, mandoto ya kurudi shule. Roho ya hofu inakusumbua, moyo wako hauna amani, nguvu ya kuomba imepotea. Siku hizo 3 nitashughulikia kwa jina la Yesu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu mambo hayo yote, na hakika Mungu atakuhudumia. Semina hii si ya kanisa letu peke yake, ni ya watu wote. Haijalishi uko dini gani, dhehebu gani, na uko wapi. Inua imani yako, njoo ukutane na nguvu ya Mungu. Njoo ukutane na Mungu akuweke huru. Kila mtumishi wa Mungu, Mungu amempa neema yake. Nina hakika Mungu amenipa neema kwa wakati huu nikuvushe kwenye jambo hilo. Njoo, inua imani yako, Mungu atakusaidia. Pengine unasema, nimeenda mahali pengi, huwezi kujua Musa wako ambaye Mungu amemwandaa wakati huu ni nani. Pengine semina hii kuna Musa wako ambaye Mungu amemwandaa akuvushe kwenye hiyo bahari, akuvushe kwenye hilo jaribu, akuvushe kwenye hilo pito ambalo moyo wako unasema, huu mzigo nitautua wapi? Karibu kwenye hiyo semina. Karibu kwenye hiyo semina. Uwe unatoka mkoani, funga safari mapema. Kumbuka ni Ijumaa hii, hiyo Ijumaa ya wiki hii. Ijumaa ndo tunaanza semina. Muda ni kuanzia saa 9 hadi saa 12. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kutakuwa pia na chakula
tutashiriki pamoja. Ni semina kubwa, ni semina ambayo Mungu ataenda kutuhudumia kwa viwango vikubwa. Kwa hiyo usipange kukosa. Nimejaribu kukuelezea vizuri. Ikiwa utakuwepo kwenye hiyo semina, kwa maana ya kufika kabisa kwenye semina, basi niandikie neno nitakuwepo au nitashiriki au niunge, ili nikuunge kwenye group la WhatsApp la watu watakaoshiriki kwenye hiyo semina. Kumbuka, watu ambao nitawaunga kwenye grupu hilo ni kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na semina, kupata maulizo mbalimbali kuhusiana na semina, ili mtu aweze kupata maelezo ya kutosha. Kwa hiyo kama unahitaji kuhudhuria au kuwepo kwenye hiyo semina, sio kwa njia online, kwa njia ya kufika kanisani au kwa njia ya kufika kwenye eneo la semina, basi comment neno nitakuwepo au nitashiriki au niunge, nami nitakuunga kwenye group la WhatsApp ili uendelee kupokea taarifa za semina kwa urahisi zaidi na kuelewa kila kinachoendelea, lakini zaidi ya hayo kupata muda wa kuombea semina yetu. Na wale ambao mko mbali na Dar es Salaam au uko mbali kabisa na Tanzania, basi unaweza kuungana na semina hiyo moja kwa moja kwa njia ya online. Utaingia YouTube, utaandika Maombi ni Dawa kwenye siku hizo za semina, na utaweza kuungana nasi moja kwa moja duniani kote. Mungu wa mbinguni akubariki. Basi inua imani yako sasa, tuingie kwenye maombi ya kibali. Funika macho yako, inua imani yako, nifatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninaomba kibali, ninaomba kibali. Ninakataa roho ya kukataliwa, roho ya kucheleweshwa. Ninaomba unipe kibali katika jina la Yesu. Napokea kibali kwa jina la Yesu. Nyota yangu inang'aa, nyota yangu inaenda kuangaza katika jina la Yesu. Napokea nuru kwenye kila jambo kwa jina la Yesu. Kila ugumu uliokaa kwenye maisha yangu na ukataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba kibali kwangu na kwa familia yangu kwa jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, mtu huyu amefunika macho yake, mwingine ameinua mikono yake juu, ishara ya kupokea kibali kwenye kila jambo. Kuna mambo yake ambayo anahitaji kibali, nami kama mwombezi nimeinua mkono wangu juu. Ninaomba Bwana neema ya kibali, ninaomba Bwana nguvu ya kibali. Nami naondoa, kama kuna mtu unanisikia, umefungwa na roho ya kukataliwa, umefungwa na roho ya kucheleweshwa, umefungwa na maragano, umefungwa na mikataba, umefungwa na kila nguvu za giza, naziamuru hizo nguvu za giza zikuachie kuanzia sasa, zikuachie kuanzia sasa kwa mamlaka niliyopewa kama mwombezi. Ewe roho ya giza, toka machie mtu huyu. Kila uchawi, kila uganga uliofanywa juu yako ili kukuzuia, ili kuzuia kibali chako. Wengine mmekamatwa, sura zenu hazina kibali. Wengine mmekamatwa, majina yenu hayana kibali. Mwingine umekamatwa, hata sauti yako haina kibali. Nami nakufungua, ewe kamba katika, ewe kizuizi katika, toka, achia kibali cha mtu huyu, achia kibali cha biashara, achia kibali cha ndoa, achia kibali cha uchumi, achia kibali cha afya katika jina la Yesu. Kuna mtu unanisikia, umekuwa unapitia nyakati ngumu, kila ukianzisha jambo linakosa kibali, ukifungua hiki kinakosa kibali, kinaharibika, kinakufa. Ewe roho ya mauti, toka, toka kwa jina la Yesu. Naipinga hiyo roho chafu iliyotupiwa. Wengine mmetupiwa roho ya kuchukiwa, mmetupiwa roho ya kutengenezewa maneno tu, roho ya kuharibiwa, roho ya kuchafuliwa njia zenu. Naamuru kwa jina la Yesu, toka ewe nguvu za giza, toka nguvu za giza. Natuma moto hapo ulipo, natuma moto hapo ulipo. Haijalishi unanisikia kutoka wapi. Nafungua mafundo hayo, nafungua mikataba hiyo, nafungua maagano hayo, ya kuachie kwa jina la Yesu, ya kuachie kwa jina la Yesu. Mtu mmoja weka mkono kwenye sura yako, mwingine sura yako ilivikwa giza, mwingine sura yako ilichafuliwa, ilipakwa kinyesi. Navua hilo vazi la giza, navua hilo vazi la giza. Endelea kuvua kila vazi la giza, endelea kuvua kwa imani. Unakuwa kama unatoa vitu, unakuwa kama unaondoa. Kama umevikwa chochote, kama umevikwa kinyago, kama umechafuriwa, kuna watu wanakuona kwa tafsiri ambayo sio kwako. Mtu mwingine anasema wewe ni mtu fulani kwenye taarifa mbaya. Nami namuondoa huyo pepo ambaye amekaa ndani yako na kukufanya utafsiriwe tofauti. Nafungua kibali chako, nafungua hivyo vitu vyako. Kuna kitu chako hakiuziki, kuna mambo yako yamekuwa yanarudi nyuma, kuna mahusiano yako yamekuwa inaenda mbele na kurudi nyuma. Watu wanakuchukia bila sababu, unaanzisha mambo hayafiki hatima. Ewe pepo, toka, toka. Kama umetupia uchawi, kama umetupia mikosi, naiondoa sasa, naiondoa sasa, naiondoa sasa, naiondoa sasa, naiondoa sasa. Funguliwa, funguliwa. Naona nguvu ya Mungu inapita, naona nguvu ya Mungu inapita. Kama kuna majini mahaba, majini subiana, majini makata, majini maimuna, toka kwa jina la Yesu. Ewe maimuna, toka. Ewe uchawi na uganga, toka. Roho za ilizi, toka. Roho za mikataba, toka.
toka. Roho za maagano na viapo walivyoapa huko kuzimu juu ya kufunga maisha yako, naondoa vyote. Achia kibali, achia kibali cha elimu, achia watoto wasome, achia familia isome, achia familia iolewe, achia familia ioe. Roho ya giza ambayo imekaa kwenye familia, toka, toka. Achia kibali kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Na ing'arisha nyota yako kwa damu Yesu. Nyota yako ing'ae, nyota yako ing'ae kama nyota ya asubuhi. Nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu. Natamka kwa jina la Yesu, nenda kang'ae, nenda kaonekane, nenda kaangaze, nenda kaonekane kwa jina la Yesu. Kila giza naliondoa. Pokea kibali kwenye hiyo kazi yako, kwenye ofisi ambayo unapigwa vita kila siku. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Kwenye kila jambo pokea kibali, pokea kibali. Kwenye ndoa yako kumekuwa na magomvi ya mara kwa mara, unachukiwa bila sababu, mapishano kila siku, na yakemea, toeka kwa jina la Yesu. Toeka mapishano, toeka uharibifu kwa jina la Yesu, na kufungua. Kama umevikwa pete za kichawi, kama umevikwa uharibifu kwenye mikono, pesa ikai, nafungua mikono yako ipokee kibali. Nafungua kwa jina la Yesu. Nafungua miguu yako, miguu yako, hatua zako, nyayo za miguu yako zipokee ufungulivu. Nyayo za miguu zilizofungwa, zilizokamatwa, zilizozuiliwa, nyayo funguliwa. Kama kuna mtu alichukua nyayo, hatua zako, kimvuli chako, ili akufunge, natuma moto polipo, naunguza hizo nguvu za giza, naunguza hayo maagano, naunguza hiyo mikataba, iondoke kwa jina la Yesu. Toka, moto, fire, chemka, panda, ungua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Napiga kila miungu, mikataba ya mizimu ishindwe, iachie uonekane. Kama kuna vizuizi vinazuia usionekane, vyote viondoke kwa jina la Yesu. Pokea nuru, pokea kukubalika, pokea kupendwa, pokea kuthaminiwa, na kuinua kwenye kiti hicho, na kuinua kwenye nafasi hiyo, na kuinua kwenye kazi hiyo. Kama ulikuwa hujapanda cheo, Mungu akupe neema kupanda cheo. Kama ulikuwa upo mahali tu, hakuna hatua ya kwenda mbele, pokea neema kwenda mbele. Pokea neema. Unafanya biashara, na itabiria biashara yako ikaonekane. Naita watu muhimu kwenye maisha yako, naita ma destiny helper wako waje kwa jina la Yesu, wakusaidie, wakuwezeshe kufikia ndoto zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Wakati wa maombi kuna ishara umezipata. Pengine uko unapiga miayo, pengine uko unasikia moto na shuka, unasikia kuishiwa nguvu, unasikia pressure au mapigo ambayo yanaenda mbio. Usiogope, ni hali ya kuendelea kufunguliwa. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe. Kwa msaada zaidi wa maombi na kualika kwenye semina. Tutaomba kwa kina na utafunguliwa. Utaona umepokea amani, utaona umepokea ufungulivu. Kuna ugonjwa unakusumbua, kuna shida inakusumbua, hiyo semina usipange kukosa. Uko kwenye ndoa, hauko kwenye ndoa, njoo. Alika na mtu mwingine, share na mtu mwingine, mwambie kuna semina ya mwombezi Pastor Godwin Ndelwa wa huduma ya maombi ni dawa. Naamini kabisa atakuja na atafunguliwa. Uko kwenye ndoa, njoo na mwenza wako. Una rafiki yako, njoo naye. Kuna mtu uko naye kwenye mahusiano, mwambie twende. Mtumishi wa Mungu ameandaa package nzuri kwa ajili yetu. Mungu akubariki, akutende mema. Karibu sana. Shalom.